AFCON ni mashindano ya mpira wa miguu kwa mataifa ya Afrika yaliyoanzishwa miaka 69 iliyopita na kujizolea umaarufu mkubwa barani Afrika na duniani kote. Na tangu kuanzishwa kwake, Tanzania imefanikiwa kushiriki mara 4, mara ya kwanza ikiwa ni mwaka 1980 ambapo yalifanyika nchini Nigeria. 2019 mashindano yalifanyika nchini Misri. Mwaka 2023 mashindano yalifanyika nchini Ivory Coast, na mwaka 2025 mashindano yalifanyika nchini Morocco, ambako pia Tanzania ilifanikiwa kuvuka hatua ya makundi na kufikia hatua ya 16 bora. Sasa mwaka 2027 mashindano haya pia yanatimizwa miaka 70 tangu kuanzishwa kwake, na yamepangwa kufanyika katika nchi za Afrika Mashariki ambazo ni Tanzania, Kenya na Uganda, ambazo kwa pamoja zilishinda tenda ya kuendesha mashindano haya. Sasa hii pia itakuwa ni mara ya kwanza kwa mashindano haya kufanyika katika nchi za Afrika Mashariki tangu yalipoanzishwa. Kwa hiyo Tanzania kuwa mwenyeji wa mashindano haya si tu tukio la soka pekee, bali ni fursa muhimu ya kihistoria katika kuimarisha uchumi, kukuza utalii, kuongeza ajira, kuendeleza sekta ya michezo na kuitangaza nchi yetu kimataifa. Na katika makala hii utazifahamu fursa 12 muhimu zitakazojitokeza kutokana na Tanzania kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON. Na nikuombe utufuatilie, kwa sababu hapo baadaye tutangaza utaratibu rasmi wa fursa hizi zitapatikana namna gani. Fursa ya kwanza ambayo tumeiona kwanza ni kuongezeka kwa biashara na shughuli za kiuchumi nchini, ambapo wafanyabiashara wakubwa na wadogo watanufaika kupitia hoteli na nyumba za kulala wageni ngazi zote. Wenye migahawa watauza chakula na vinywaji, wenye maduka ya bidhaa mbalimbali nao watauza kulingana na mahitaji ya wateja. Kuuza pia kutakuwa na fursa ya kuuza bidhaa zenye nembo ya mashindano, mavazi, bidhaa za utamaduni na zile zinazohusiana na soka. Sasa tunaona kwamba eneo hili litachochea mzunguko wa fedha katika jamii na kuongeza kipato cha wafanyabiashara. Fursa ya pili ni sekta ya benki na huduma za fedha kuongezeka kutokana na miamala ya kifedha itakayofanyika kupitia benki, hususan kwenye ATM, POS na zile huduma za kibenki zinazohama, yani mobile banking, lakini pia na huduma za simu. Lakini pia tunaona kwenye upande wa huduma za benki kutakuwa na fursa za wageni kubadilisha fedha, na pia tunaona kwamba benki na taasisi nyingine pia zitapata fursa au nafasi ya kudhamini matukio mbalimbali yanayohusiana na AFCON 2027. Lakini pia benki zitaweza kubuni na kutoa bidhaa maalum za kifedha kwa wafanyabiashara wakubwa na wadogo ambao watapata fursa ya kuhudumia wageni. Fursa ya tatu ni tunaangazia ajira kwa vijana. Ni dhahiri kwamba kuwa na tukio kubwa na la kimataifa kama AFCON linahitaji nguvu kazi katika maeneo mbalimbali. Hivyo vijana watapata fursa kwenye maeneo ya ukarimu, usafiri, utalii, uandishi wa habari, uzalishaji wa maudhui, teknolojia na huduma nyingine. Lakini pia kupitia fursa hiyo vijana watapata uzoefu wa kufanya kazi katika mazingira ya kimataifa, ambao pia ni msingi wa kupata fursa nyingine za ajira na maendeleo ya kitaaluma kwa siku zijazo. Na fursa ya 4 ambayo tunaiona ni huduma za usafiri zitakavyoweza kutolewa kupitia nchi kavu, angani na majini. Kwa upande wa huduma za usafiri, hasa ule wa nchi kavu, kutakuwa na mahitaji ya usafiri wa abiria na ukodishaji wa magari yakiwemo mabasi yenye hadhi tofauti kwa ajili ya safari fupi kati ya viwanja vya ndege, hoteli na viwanja vya michezo, kwa maana vile ambavyo vitakuwa tunafanyia mazoezi na vile vingine ambavyo mechi zitakuwa zinachezwa. Aidha, kutakuwa na ongezeko la utumiaji wa huduma za teksi na usafiri wa mtandaoni kama vile Bolt, ambayo pia inajumuisha bajaji na bodaboda. Kwa upande wa usafiri wa angani tunaona kuna fursa nyingi. Kwa mfano, wenye huduma za usafiri wa angani wanaweza kuanzisha vifurushi maalum wakaviita labda AFCON Travel Package, na wanaweza wakaunganisha vifurushi hivyo na labda na tiketi za ndege, sehemu za kulala, ziara za utalii
pamoja na usafiri wa ndani kwa wanaotaka kutembelea maeneo kama Zanzibar, Serengeti, Ngorongoro au Kilimanjaro wakati wote, yani kabla, wakati na baada ya mechi au mashindano hayo kufanyika. Tunategemea kuongezeka kwa safari za ndani kati ya miji ambayo itakuwa mwenyeji wa mechi hizo, ambayo ni Dar es Salaam, Arusha pamoja na Zanzibar, na pamoja safari za kuunganisha wageni kutoka nchi jirani, hususan zile ambazo zitakuja kushiriki mashindano hayo. Kwa upande wa usafiri wa majini, tunategemea meli za abiria kati ya Dar es Salaam na Zanzibar kupata abiria wengi, ikiwamo timu, mashabiki na kadhalika, kusafiri kati ya hiyo miji kwa kutumia usafiri wa meli zilizo katika bahari yetu ya Hindi. Lakini kutakuwa na huduma nyingine kama ukodishaji wa boti za kifahari kwa safari za baharini, kutazama fukwe au matembezi ya jioni kwa wageni maalum, wadhamini na makampuni yanayoandaa hafla mbalimbali. Fursa ya tano tunaitazama katika eneo la kukuza vipaji na maendeleo ya soka, ambapo mafanikio ya AFCON yatawahamasisha vijana wengi kushiriki katika michezo na kuibua mijadala ya uwekezaji zaidi katika akademi za vijana, kocha, urefa na maendeleo ya vipaji nchini. Kupitia mashindano haya tunapeleka ujumbe mahususi kwa vijana kwamba michezo si burudani pekee, bali inaweza kuwa taaluma na chanzo cha ajira na kipato.